maandiko nasema alichoachiwa Elisha ni fadhi limedondoka, likadondoka kwenye mwili wa Elisha. Ilipodondoka, Elisha akashika fadhi, ameachwa mwenyewe. Aliposhika fadhi akaendea kwenye bahari, hana njaoni njia, hajui namna ya kuvuka. Maandiko nasema aliposhika ile fadhi akasema, yuko wapi Mungu wa Elia? Akagonga maji yakatawanyika, akavuka. Kuna upako nitakupa leo, utapiga maji, utapiga vitu vizito, utapiga maagano, utaenda mambo ya pili. Wako wapi watoto wanaosema napokea upako wa fadhi? Kwa hiyo kuna nguvu. Maana yake Elia hakumwekea mikono, alichotakiwa kupokea ni fadhi. Maana yake nguo kama nguo inamwakilisha mwenye nguo. Fadhi kama fadhi, sio fadhi, inabeba mamlaka ya mwenye nguo. Wanaosoma Biblia utakuta mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu alisema, sihitaji aniwekee mikono, nitagusa tu upindo wa fadhi lake. Maana yake fadhi inamwakilisha mwenye fadhi. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Nasikika kweli mahali hapa? Na Elia hakuwa anambembeleza Elisha. Ziko nyakati mwanangu unahitaji kunyenyekea, unahitaji kung'ang'ana. Hata kama madhabahu vipi, hata kama kiongozi wako vipi, ng'ang'ana uvune baraka. Na ngoja nidokeze kitu kama hichi. Wale mnaofanya kazi kwenye makampuni au kwa watu au chini ya watu au shuleni au popote pale, mnazembeaga. Elisha alipokaa chini ya Elia hakubweteka, alichukua na ujuzi. Na mimi nataka nikwambie, unapofanya kazi popote, lengo sio kupokea tu mshahara, lakini tumia akili, chukua ujuzi, pambana. Hata kama unateseka na hiyo kazi, hata kama unateseka na hiyo kazi, usifanye kama mtumwa, fanya, chukua ujuzi. Unafanya kazi kwenye kampuni, chukua ujuzi. Siku ukifukuzwa hautaondoka hivi hivi, unaondoka na ujuzi, unaondoka na kitu kipya. Sema basi amina kama unanielewa. Popote mwanangu utakapokuwepo, wengine wanafanya kazi kwenye kampuni wanaiba, wengine wanafanya kazi mahali wanakuwa waizi. Hata kama mshahara ni mdogo, hakunaga mtu aliweza kulipwa kulingana na thamani yake. Hapana, hata hiyo kampuni nao kulipa haikulipi kulingana na kiwango chako. No, wanakulipa tu kwa sababu support maono ya kampuni yaendelee. Lakini kinachotakiwa kwako, unapokaa pale, usikae kama taira fulani, usikae kama maono yake yamefika hapo. Panua maono yako kwamba niko hapa saa yote, nikiambiwa toka, naondoka na hiki, naondoka na neema hii, naondoka na akili hii, naondoka na ujuzi huu, naondoka na kitu kama hicho. Ndio maana kuna watu wakiambiwa leo hamna kazi, wanachanganyika, wanakunywa sumu. Naongea na mwana wa Alfa na Omega. Hata wakikwambia hakuna kazi, waambie nashukuru kwa miaka niliyokaa, naondoka na kitu kizima, naondoka na roho ya uponyaji, naondoka na roho ya neema. Sema basi amina. Wewe unakaa unafanya kazi kwenye kampuni, unafanya kazi chini ya mtu ambaye ana duka lake, mpaka siku unaondoka una hatamia. Ondoka na ujuzi, ondoka na kitu. Elisha akanyenyekea. Ni kama nikwambia hapa, niache bana, unasema siondoki. Na mtoto mzuri yule ambaye anakemewa na babake baada anakaa, huyo ndio mtoto. Yule anayekemewa anasema siji basi, wewe sio mwana, toka. Sema basi amen. Alafu kwenye maisha nikwambie kitu kama hichi, sio kila mtu atakaa na wewe mpaka mwisho wa safari. Kuna watu wameletwa wakae na wewe kwa muda wa kuacha. Kwa hiyo ukiona unakuacha, acha waondoke. Ikibidi kama una koko, wanunulie koko ya baridi, waambie safari njema. Hebu nisetima ikikae vizuri. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Mwambie mwenzako usikae popote pale kama mjinga fulani. Kaa. Siku ukiambiwa toka, unatoka kijasiri. Amen. Sasa Elisha alichokabidhiwa ni nini? Ni nguo. Sema nguo. Na nguo akapokea upako. Akapokea nini? Upako. Angalia, Elisha aling'ang'ana. Na hii ni fundisho kimwili. Unapokuwa aidha kanisani, popote pale, ofisi yote, kampuni, biashara au ya mtu yeyote. Yamkini biashara ni ndogo, ng'ang'ana, usibweteke, chukua ujuzi. Ukiondoka unaondoka na upako. Sema leo unaondoka na upako. Unajua hapa nilipo na ubiri hapa, lakini kuna vijana na wazaa wananiangalia tu, baba anafanyaje? Siku akichomoka, wanachomoka na upako dapo. Sasa ni hatari kukaa chini ya babako usijifunze kitu.
Na ngoja niseme hivi, upako unaambukizwa. Kijana unanisikiliza, binti unanisikiliza, ukitaka kwenda kwa mama bora kesho kutwa, acha kubweteka, kaa na mamako karibu, kaa na babako karibu. Kijana ambaye anaweza kwenda kuendesha boma ni yule kijana ambaye anaangalia baba anachofanya. Kama anafungua ng'ombe asubuhi na anafungua, anapeleka maji, anapeleka, anakatakata ng'ombe maji, anakatakata naye. Hayo ni mafunzo. Siku ukianza baba lako, unajua kabisa mama alikuwa anafanya hiki, baba alikuwa anafanya hiki. Maisha hayatakuwa ngumu kwako. Unachukua na uzoefu kwa wazazi, unaendesha maisha. Nataka niachilie upako. Hata kama sitakuwa na wewe usiku wa manane, utasema baba huwa anaomba hivi. Ukiomba moto utashuka na itapadanga, itaua maadui wote. Sema leo kuna upako nitaondoka nao. Uko tayari kuondoka na upako? Uko tayari kuondoka na upako? Sitamani uondoke kama ulivyokuja. Sema fire. Sema fire. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume nikuonyeshe nguvu inavyoambukizwa. Kitabu cha Matendo ya Mitume 19 mstari wa 11 hadi 12. Anasema hivi, Mungu akafanya miujiza na ishara kwa mikono ya Paulo kupita kawaida. Mstari wa 12, hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawaondokea. Yaani nguo tu, pepo wanakimbia. Anasema nguvu ya Mungu naondoka. Nguvu ya Mungu na upako wa Roho Mtakatifu unapokuwa ndani ya mtumishi au mtu wake, hata nyayo adui akiona anakimbia. Na mkumbuka dada mmoja ambaye aliwahi kuja mahali hapa. Ngoja niseme hivi, kwa mikono ya Paulo miujiza ikafanyika. Hata nguo, sema nguo. Hebu shika, sema nguo. Unaona nguo? Inaweza nikaifufia nguvu ya Mungu. Ukampelekea mgonjwa akivaa anapona. Unanielewa vizuri? Unaelewa vizuri? Maandiko yanasema nguo zilizotoka kwenye mikono ya Paulo wakapelekewa watu wenye mapepo, mapepo yakakimbia. Amina. Wewe pepo uliyekalia kizazi changu nisibebe watoto miaka yote, wewe pepo, huo mguu inabeba upako, ni mguu wa mtu wa Mungu anayefungua wengi. Hivyo upako wake ingie tumboni na mtoto aingie, akakoroga akanywa. Alipokoroga akanywa, baada ya wiki mimba ikaingia tumboni, mimba ikaingia tumboni. Kuna upako utapita ndani ya mtu mmoja leo. Sema basi, kuna upako utapita ndani ya mtu mmoja leo. Uko na imani jamani mahali hapa? Uko na imani mahali hapa? Sikumfundisha usiji imani ya mtu, ni imani yake yeye. Na akarudi, nafikiri anakuja kutoa ushuhuda. Amina. Sema fire. Ni imani. Sema imani. Sema basi imani. Sema imani. Sema leo chochote nilichoingiziwa, nilichopewa ikaleta roho, leo iondoke. Sema amen. Sema amen. Nguvu ya Mungu inaweza kusafirishwa kwa njia ya neno. Kitabu cha Mathayo 8:7-13. Msomee cha mwinjilisti kama mmepata. Nguvu ya Mungu inaweza kusafirishwa kwa neno. Hebu sema kwa neno. Uko tayari leo nisafirishe nguvu ya Mungu? Soma chap 8 mstari wa 8. Chap basi. Ima ikajatulia leo baba yangu. Sijui sauti imeenda wapi. Soma tu kwa sauti hivyo hivyo. Endelea kusoma hivyo hivyo. Mathayo 8:7. Neno la Bwana linasema hivi. Kwa kifupi, kwa haraka. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu. Akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Lakini sema neno tu, na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyekuwa chini. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekewa watu chini yangu, askari chini yangu. Nikiwaambia huyu nenda, huenda. Na huyu njoo, huja. Na mtumwa wangu, fanya hivi, hufanya. Nikisema huyu afungwe, anafungwa. Hivyo Yesu, najua na wewe una mamlaka katika ulimwengu wa roho. Hili ugonjwa unaomtesa mtoto wangu, ukisema neno ni mamlaka. Najua roho iliyokaa kwa mtoto wangu watahama, maana wamesikia mamlaka ya askari mkuu. Nami nataka nisangaze mafuta ile aliyonayo Yesu iko ndani yangu. Nitatoa neno, ulikotoka vitu vitakuwa salama. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Yesu akasema, sijawahi ona imani kubwa namna hii katika Israeli. Yesu alikuwa aende kimwili, lakini akamwambia sema neno tu,
Yesu akasema sijawahi kuona imani kubwa namna hii, ila kwa sababu umeamini, nenda kama ulivyoamini na mtoto yu hai. Yesu alipotamka, malaika walitoka haraka, wakaenda wakatoa majeshi ya magonjwa yaliyokaa kwa mtoto, na mtoto akawa hai. Natamka neno moja leo, ulikotoka mambo yawe clear. Natamka neno moja leo, nyumbani kwenu wachawi wadondoke, 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 wadondoke. Natamka neno moja leo la kinabii lenye mamlaka. Kwenye kazi yako wateja waje mpaka ushindwe pa kuwaweka. Natamka neno moja leo, mimba unayotaka mimba ingie tumboni, leo unapoa likafanya kazi. Natamka neno moja leo, nyumba iliyosimama ijajengwa, natamka iendelee kujengwa. Natamka neno moja leo, anayeua atarudi kama anavyoua. Unaonaje nitamke neno moja alafu ukaone kitakachotokea kwenye maisha yako?